Hujambo mtazamaji wa Kisima cha Uzima TV, karibu katika taarifa ya habari. Msomaji wako ni Naomi Fumbuka. Dar es Salaam. Mgodi wa dhahabu wa Geita Gold Mining Limited umetenga takribani bilioni 1.2 ndani ya miaka mitatu kwa ajili ya kugharamia matibabu ya watoto 300 wenye magonjwa ya moyo nchini. Akizungumza wakati wa kusainiwa kwa makubaliano hayo, mkurugenzi mtendaji wa mgodi huo Ashrafu Sulianingrat amesema mpango huo unalenga kuokoa maisha ya watoto na kusaidia familia ambazo hazina uwezo wa kumudu gharama za matibabu. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete, Dr. Peter Kisenge, amesema fedha hizo zitatumika kugharamia upasuaji, taratibu maalum za matibabu pamoja na dawa. Tanga. Moto umetokea katika eneo la kituo kikuu cha mabasi cha zamani mkoani Tanga ukiteketeza bidhaa zikiwemo nguo, simu za mkononi na kusababisha hasara kwa wafanyabiashara. Akizungumza kuhusu tukio hilo, mnadhimu wa kikosi cha jeshi la uokoaji Tanga, Bakari Mumenya, amewataka wananchi kuwa na subira wakati tathmini ya madhara yaliyosababishwa na moto huo ikiendelea. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama jijini Tanga, Dadi Kolimba, amesema chanzo cha moto huo bado kinafanyiwa uchunguzi. Letu la zimamoto wakishirikiana na vyombo vingine vya usalama wameweza kufika kwa muda na kuanza kuzima moto huu. Moto ulianza katika chumba kimoja ukaenea. Zanzibar. Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF umekabidhi majiko janja 10 katika tamasha la Kizimkazi ambalo limefanyika wilaya ya Kusini Unguja, ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono ajenda ya serikali ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi nchini. Majiko hayo yanatarajiwa kutumika katika shule za sekondari kwa lengo la kuboresha huduma za upishi, kulinda mazingira na kupunguza athari za matumizi ya nishati kwa afya na mazingira. Naibu Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Ufundi na mbunge wa Kunduchi Wanu Hafidhi Amel ameshukuru NSSF pamoja na wadau wengine kwa kuunga mkono juhudi za kuhamasisha matumizi ya nishati safi na kuboresha ustawi wa wananchi. Tunahamasisha matumizi ya nishati safi ili kuhifadhi mazingira, na jambo hilo linasaidia kuinua hali za kiuchumi na kijamii kwa wananchi na kuondoa umaskini. Sasa leo hii katika kusapoti hilo tunatoa majiko 10 haya ambayo yanahamasisha utumiaji wa nishati safi. Kama nilivyosema Mheshimiwa mgeni rasmi, ni mwanzo tu, tutaendelea kufanya. Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limemkamata wakili Peter Madeleka kwa tuhuma za kudharau amri ya Mahakama Kuu Division ya makosa ya rushwa na kuhujumu uchumi zilizotolewa Julai 27 na Agosti 13 mwaka huu. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, wakili huyo anatarajiwa kufikishwa mahakamani Agosti 17 mwaka huu kwa hatua zaidi za kisheria. Kigoma. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema meli ya MV Liemba itachochea shughuli za kiuchumi na kuleta maendeleo kwa wakazi wa Kigoma na nchi jirani baada ya kuanza safari zake. Ameeleza hayo leo wakati wa mahojiano ya kwanza ya meli hiyo kongwe nchini baada ya kukamilika kwa ukarabati na inatarajiwa kuanza safari rasmi Septemba 1 mwaka huu. Profesa Mbarawa amesema serikali imetumia zaidi ya shilingi bilioni 34 kwa ukarabati, hivyo imewataka wafanyabiashara kutumia meli hiyo kwa shughuli zao ikiwemo usafirishaji, uagizaji na uuzaji wa bidhaa kwa kuitunza ili iweze kudumu kwa muda mrefu. La msingi kabisa wa Tanzania waelewe. Mimi nilikuwa na bahati, nilikuwa waziri. Mwaka 2016-17 tulihangaika sana kutaka kufanya ukarabati wa meli hii, ikashindikana. Mwaka 2021, 2022 na hatimaye kimataifa. Yerusalemu. Watu 7 wameuawa na wengine 3 kujeruhiwa kufuatia shambulizi la anga la Israeli kusini mwa Lebanon mapema Jumamosi. Tukio hilo ni miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi tangu makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na Hezbollah yaanze kutekelezwa mwezi Juni. New York.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema hivi karibuni atatangaza mlango bahari wa Hormuz kuwa sehemu ya eneo la Marekani, akidai kuwa Irani imeathirika vibaya na vita hivyo vilivyotokea eneo hilo. Kauli hiyo imefuatia wakati wa mkwamo unaohusisha kati ya Washington na Tehran kuhusu mlango huo wa bahari. Aidha, waziri wa mambo ya kigeni wa Irani Kadhem Galibadadi amejibu kauli ya Rais Trump kupitia mtandao wa X na kusema kuwa mlango wa bahari utaendelea kumilikiwa na Irani. Kabul. Uongozi wa Taliban nchini Afghanistani unaadhimisha leo miaka 5 tangu kurejea madarakani, ukijisanibu kwa kuimarisha usalama na utulivu wa nchi tangu ulipochukua tena uongozi. Hata hivyo, utawala huo unaendelea kukabiliwa na ukosoaji wa kimataifa kutokana na sera zake, ikiwemo vikwazo dhidi ya haki ya uhuru wa mwanamke na wasichana nchini humo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa KCU TV. Usiache kufuatilia vipindi vinavyofuata.